Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 uliozinduliwa mwezi Mei 2024 wenye lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kiafya na kimazingira na kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi na katika taasisi hususan zinazohudumia watu zaidi ya 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali, matumizi ya nishati safi ya kupikia yameendelea kuimarika kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% ya Watanzania wenye nishati safi ya kupikia mwaka 2025, hatua ambayo imechangia katika kupunguza uharibifu wa mazingira dhidi ya matumizi ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia na pia kulinda afya za wananchi dhidi ya matumizi ya nishati zisizo safi za kupikia. Kwa namna ya kipekee, nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na uongozi wake uliotuwezesha kuwa na mwelekeo huu wa kitaifa wa kuhakikisha wananchi wetu wanatumia nishati safi ya kupikia, ajenda ambayo imempa heshima ya kuwa kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebarikiwa kuwa na vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme, ikiwa ni pamoja na vyanzo vya maji, jua, upepo, gesi asilia, tunga motaka, joto ardhi na urani, vinavyotuwezesha kuwa na uhakika na usalama wa upatikanaji wa nishati ya umeme kwa maendeleo ya taifa letu. Katika mwaka 2025-2026, serikali imeendelea kuchukua hatua kuimarisha uzalishaji wa umeme nchini, ambapo hadi kufikia mwezi Machi 2026, uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme uliongezeka na kufikia megawati 4522.54 ikilinganishwa na megawati 4031.71 zilizokuwepo mwezi Machi 2025, sawa na ongezeko la 12.17% kama inavyofafanuliwa katika jedwali namba 1 na kiambatisho namba 1 cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-2027, serikali itaendelea kusimamia mradi wa uzalishaji umeme wa Julius Nyerere wa megawati 2115 pamoja na kutekeleza mradi mingine ya kuzalisha umeme, ikiwa ni pamoja na mradi wa kuzalisha umeme wa Jua mkoani Shinyanga wa megawati 150, mradi wa kuzalisha umeme kutumia maji wa Malagarasi wa megawati 49.5, mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji wa Kakono wa megawati 87.8. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usafirishaji wa umeme, serikali itaendelea na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya na Tunduma, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 220 kutoka Songea, Tunduru, Masasi hadi Maumbika. Aidha, serikali itaendelea pia na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ibadakuli pamoja na utekelezaji wa mradi wa gridi imara. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia REA itaendelea kutekeleza miradi wa kipaumbele wa umeme katika vitongoji awamu ya pili B inayohusisha kupeleka umeme katika vitongoji 9009, mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji awamu ya pili A inayohusisha kupeleka umeme katika vitongoji 3060 vya majimbo yote ya uchaguzi ya Tanzania bara. Vile vile serikali itaendelea kutekeleza mradi wa kuunganisha wateja vitongojini, yani Universal Hamlet Electrification and Last Mile Customers Connection, pamoja na mradi wa ufungaji wa mifumo ya umeme jua visiwani, yani Island Densification Project. Aidha, serikali kupitia REA itaendelea kuhamasisha na kuwezesha wananchi kutumia nishati ya umeme vijijini katika shughuli za kiuchumi, ikiwemo uchakataji wa mazao ya kilimo, umwagiliaji, uvuvi, viwanda vidogo vidogo, migodi, biashara na utoaji wa huduma.